Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Najua kuwa kumuheri wa afya. Msikilizaji, leo tunakukaribisha kuweza kusikiliza yale yaliyojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie huko katika jimbo la Kivu ya Kusini Panzibira. Ni kwamba jeshi la taifa FARDC limeweza kushambulia ngome za waasi wa M23 na FC kupitia ndege za kivita. Hadi sasa matokeo ya mapambano hayo bado kufahamika, lakini tukumbushe kuwa mapambano hayo yalijiri asubuhi ya siku ya Jumamosi tarehe 27 Septemba 2025, ambako jeshi la taifa FARDC kupitia ndege zao wakishambulia kwa moto mkali ngome za waasi wa M23 huko jimboni Kivu Kusini maeneo ya Nzibira. Tufahamishe kuwa licha ya jeshi la taifa FARDC kushambulia ngome hizo, ila bado waasi wa M23 wanaendelea kusalia katika senta hiyo ya Nzibira jimboni Kivu ya Kusini. Na kule katika tarafa la Walungu ni kwamba leader wa kijamii Andre Biadunia Mashaka amearifu kwa mara nyingine tena serikali kuu ya Kinshasa kuchukua mambo kwa uzito juu ya kusonga mbele kwa vikosi vya AFC M23 kuelekea katika tarafa la Shabunda jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa leader huyo wa ukanda wa Kivu Kusini, tofauti na kuteka senta ya Nzibira, waasi wa AFC M23 wanaonekana kusonga kuelekea eneo la Shabunda. Hata hivyo, Andre Biadunia ameongeza kuwa kwa hali iliyopo kwa sasa serikali ya Kinshasa inaonesha kuto kujali swala la usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Si kila siku niko nawaambia kwamba serikali ya Kinshasa ina mawazo mengine. Mafikira mengine ndo iko mkicho ya watu wa Kinshasa. Mafikira ya vita huku kueste haiko kabisa. Tusikose kusema juu ya nini? Tusiseme juu ya nini? Pourquoi watatufunga vinywa tusisema alors que ma antithèse ko zinaanguka kila siku. Nzibira ilishaanguka. Sijui Chulwe ilisha iko mene saa indo kwenye bako Chulwe. Alors que Nzibira na Chulwe ni 18 km. Kuna bakia village ingine moya yenye banaita Maimoya. Ile ndo village ya kwanza kuingia Mshabunda. Ça veut dire que bakiingia pale kuna bakia au moins 240 km baingie Mshabunda centre. Na ile espace yote ni forêt. Hakuna nafasi banaweza kudeborder si watadeborder, mais mimi naomba na exhorter FARDC bangali kumlengo wa kutetea nchi na bazalendo basaidie peuple congolais, batege maambiscade mule parce que serikali haitawezekana. Madrone tuko nazo ni za nini? Helikoptere tuko nazo ni za nini? Pourquoi tutakuwa tunatumikisha madrone wakati enemy ashakamata eneo? Pourquoi ile mahelikoptere haiwezi kuwa na intervenir, madrone haiwezi kuwa na intervenir mapema sana? Tulishafanya malobinge, tunaambia serikali tusaidie ipige Kageregere. Kwa sababu Kageregere kuipiga leo wala Minembwe kupapiga leo bila kutumikisha drone wala helikopter ni vigumu sana. Memutangoya adua najisuka kisha ndo mnasema no alikamata ingine eneo tutoe sasa helikopter. Helikopter anaenda fanya nini alors que enemy asha kamata nchi? Muna bombarder Nzibira jana alors que iliangukaka depuis dimanche. Pourquoi ne pas bombarder au moment où ennemi alikuwa konaingia Nzibira? Pourquoi ba kubombarder kile wakati? Balikuwa banangoya nini? Complicité ko quelque part. Kongole muangalie mbele, mfungule macho. Nchi iko natuenda polepole bila sikuona. Nchi iko natuenda bila kuona. Bene biko Kinshasa undire hatuko nabo kumstari moya, hatuko kulengo moya. S'il vous plaît, tufungule macho. Watu wanasema Andra na kritika katu gouvernement. Nitakosa kritike gouvernement inaifanyi kazi kwa nini? Nchi iko naenda. Mimi sina nafasi nyingine ya kukimbilia. Niko na watoto plus ya 9. Huko watu yuko hapa Fizi, Baraka, Uvira, kuna watoto 12 ataweba wapi mkinywa? Njoo maana tumetoa wazalendo watusaidie kuresiste. Wazalendo wanaresiste, habana soutien, hawako souteni. Pour masasi budogo kuna bapatia wa kujidefendre, ni auto defense tuko tunafanya. Haiko vita, hatufanani tuko mvita. Ni si population ndo tuko na boga tume. Kinshasa inajua kama huko hakuna vita. Kama bashafanya vya kufanya vyao batuambie clairement, hatuko tena na mwezi tutajua kisingine ya kujipanga. Peuple congolais tajiprendre en charge. Yo yenyewe, c'est trop. Tunachoka. Na huko katika mji wa Uvira ni kwamba watu wawili wamefariki dunia huku kambi ya wazalendo kuunguzwa na pia shughuli zote kuzorota. Hayo ndio matokeo ya vurugu ya kufyatuliana risasi kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya wazalendo kundi la Kamanda Lunyuki katika mji wa Uvira siku ya 5 ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo, vuguvugu machozi ya raia imetoa mkono wa pole kwa familia. Udhibitisho wa tukio hili ni wake Dunia Hamisi, mratibu wa machozi
ya raia ambaye ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ndiyo, jana hapa Uvira maeneo ya komine ya Kazinjira fasi kwenye wanaita Nakioya, hiyo jana huko kambi mbili za wasoda ambazo zinaangaliana. Sasa kuna askari mmoja wa FARDC alikuwa analewa, anatoka kunywa pombe kwenye vilabu ambavyo wanatumia mvinyo, alikuwa na silaha. Yeye kupanda analewa, akakutana na wazalendo fulani ambao wa General Lunyuki. General Lunyuki ni general mwenye kuna kapa na Kioya. Ule soda alifika pale, wale wazalendo wakamnyang'anya, wakamdesarme ule soda. Walipomdesarme akaanza lomba sekuru kubenza yake. Sasa wengi walifika na ndio bakaanza katuliana masasi. Kwa gesi ilikuwa ni kambi mbili ambazo ziko karibu, ndio ikatuma na Kioya yote kule maeneo ya Kakombe masasi yanze kupigwa sana na tukapoteza watu wawili, bwana mtangazaji. Donc ilikuwa affrontement kati ya FARDC na wazalendo ambao ilianza kitu kidogo saa kuanza desarme huko. FARDC walikuwa nalewa, wazalendo wanapenda waanze mdesarme na ndio kaleta makelele, bwana mtangazaji, na tukapoteza raia wawili. Mmoja alikufa na bal perdi maeneo ya Mlongwe, ambaye jina yake ni Mkubwa Baleke, alikuwa shofer, na mwingine ni Shemasi ambaye alikuwa anaanza kanisani kwenda fundisha watoto, akakutana na askari. Ule askari akawazia kama ni mzalendo, akampiga masasi. C'est pourquoi tunasema kama hiyo hali vraiment inaleta sitofahamu hapo Uvira, maana hatujui tunakuwa munini, vraiment hatujielewi hata. Hakuna intervention ilifanyika mwa hiyo purukishene hivyo de la part ya FARDC ni wazalendo wa makundi zingine? Intervention ilikia fanyika avec retard na balikuwa walishalunguza ka ya General Lunyuki. Ile sasa inaanza affrontement bakaanza pigana, FARDC kapita nenda deloger ile grupe ya ule General Lunyuki kwa makao yake na bakadunguza kambi yake. Hapo kwa intervenir hatukusikia sodamu alilumia, baraia ndio vile wanakufa, wanamtangazaji. Tunapoteza des civils tena wote baadilte ba père de famille, wanamtangazaji. Hata hivyo, upande mwingine, mwanaharakati huyo wa kutetea haki za binadamu ameomba kambi za kijeshi na zile za wazalendo kutengwa mbali na raia ili kuepukana na maafa ya mara kwa mara. Kama batetezi ya raia tunatoa recommandation solennelle, tunasema plutôt possible hapo Uvira tutorganize maaktivite fulani ya kusema FARDC na bazalendo batoe ka pembeni na raia, watilie makazi hapo mbali sana kwenye sie raia. Tunasikia mamilio ya masasi saa yote, maana inakuwa kama tunakuwa Somali. FARDC na bazalendo wanapenda kuikala karibu na raia, lakini abana deontologie militaire na bazalendo abana deontologie militaire. Donc huko wanaishi wanazania ilikuwa na sila, manake unakuwa Mungu, wanawaza sila ni mua yenye utaenda na gabulia watu ili wakula, wajui kama sila na wanaka. Tuko tunaremarke kama bazalendo bamoya na FARDC bamoya abiko discipline. C'est pourquoi tuko kia dikuta kila siku vitu vya hivi viko vinatokea Uvira, maakrochage, insida, tuerie, assassinat ciblé, rapport na comportement ambayo wazalendo huko wanaonesha tarafani Uvira. Wanamtangazaji wanasema nini viongozi wa jimbo kuhusiana na hali kama na hiyo? Wa autorite provinciale wanasema wataandaa kikao cha dharura kesho, ambapo wataita magrupse tuikale chini tuangalie. Sio tu kama vuguvugu la Kirema machozi ya raia, tumeshachoka na marenyo zenye azizai matunda. Leo kesho renyo kosa yenye bana repete leo, tunaenda mrenyo kesho tena wanairudilia. Tulishapoteza raia ya mingi, wasoda kwa indiscipline, inatuma sai tunapoteza raia wa mingi sana. Leo tulifika mtoto mwenye hapo kule tena waliwaka kumaandamano. Hivi tena wengine tena wanalala, wengine tena itakuwa oblige baba garamia na baba lipe tena paske ni hapo njo beko banenka wanaua watu. Na tulishasema hivi kila raia anatakuwa nakufa kulisasi ya Suda hapo Uvira. Donc ni wasoda watakuwa wanagaramia kilio. Wakati kwa mtu anaishi eko muzima na uzima watu wanajasikia na pigo masasi. Donc mtu mtakuwa na kufa tu na silaha yote ya soda. Ni soda itakuwa na garamia kilio na inalipa
familia yake. Hiyo maazimio ambayo tunakamata. Na kule katika mji wa Baraka ni kwamba hali ya usalama iliweza kuzorota asubuhi ya siku ya Jumamosi ya wiki hii pa Mwandiga ya 3 mjini Baraka kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi maeneo hayo, ambako wazalendo wa MPLC bar FPLC pa Mwandiga ya 3 walikuwa wakipiga risasi kwa ajili ya kutawanya raia waliokuwa na hasira kali, ambao walipenda kummalizia maisha baba mmoja na mkewe kisa kuwa binti yao wamefariki katika mazingira ya kutatanisha. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, kiongozi wa wazalendo wa MPLC bar FPLC pa Mwandiga ya 3 Kamanda Chakubuta maarufu Kipamparira ameomba kwa raia kuto kujichukulia sheria mkononi, bali kuacha vyombo vya sheria kufanya kazi yake. Upande mwingine ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Kama milio ya risasi ilikwenda kusikilika, sio kingine, sio kupora au vita. Ilikuwa ma 23h ya busiku. Dada mmoja alishikwa na ugonjwa ghafla, kichwa kuuma, ikafikia mazero ere wakampeleka kwenye hospitali pale Mshimbaki, na mtu akakata roho akafa. Sasa tansio ya raia pasubuhi walianza kujiandaa mpaka waue yule ambapo ni mzazi wake, baba, mama pamoja na dada yake ya baba. Na en cas d'intervention il faut intervenir kwa sababu sisi tuko leta, na leta yuko inapendezwa waone mtu anataka muua kwa macho yake. Tuka intervenir na intervention mpaka kipapa kikalia juu ya kufanya intervention ya kuokoa ule mtu, na Mungu akatusaidia tukamrekipere, tukakuwa naye mikononi mwetu. Unajua raia inajua mambo mengi. Raia inazungumza ya kwamba mpaka kwa sasa huyu baba katika huu mwaka ndio mtoto wake wa 5 sasa. Watoto wako wanakufa ghafla. Mimi ninanukulu. Raia inaongea ya kwamba anayeua watoto wake ni baba pamoja na dada yake. Ndiye ambapo wako wanaua watoto. Tena vifo vya ghafla. Sisi kama vile watu wa usalama hairuhusiwi raia kujichukulia sheria mikononi. Ni lazima sheria ifuatwe na watu ambapo wanahusika na sheria. Lakini nilipenda sana raia wa Mwandiga, wakati ambapo tulifika wakatuheshimisha na wakatuliza fujo. Lakini kadiri wanavyokuwa wengine labda wangianza kushambuliana tena na majiwe sana kaza kusikia masasi, lakini wao walijitranquilize na wakaotoka ile maeneo. Kwa sasa hali ni shwari, mwili wa marehemu ulikuja, mimi nikaona tansio sio mzuri, nikaruhusu waliokuwa na mwili wa marehemu wakifikisha mpaka mwetu mkaa yetu wa MPLC bar FPLC. Ilitulizwa pale pamoja na wami wote waliokuwa pale. FARDC ikakuya, zingine parti za wazalendo zikafika pamoja na polisi, na parke ilikuwa pale. Sio vizuri raia kujichukulia sheria. Ni afadhali raia wakuwa wanapeleka majukumu yao katika vyombo vya sheria. Tumalizie taarifa zetu za habari na kule Kinshasa, makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba kiongozi makamo wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Viviane Van de Per amesema kuwa ikiwa jumbe za chuki zitaendelea katika mkoa wa Ituri, basi mkoa huo hautopata amani kamwe. Mengi zaidi na Safari Limasidilwe akishirikiana na Isaac Mulucha Ashibe ambao waliweza kuandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti ifuatayo. Naam. Mwisho wa misheni yake ya saa 72 huko Ituri, mkuu msaidizi wa MONUSCO Viviane Van de Per aliomba kwa watu kwa umoja na kuchukua jukumu la pamoja katika mpango zili ya jumbe za chuki. Aliongea Ijumaa Septemba 27, 2025 akisisitiza kwamba amani na utulivu katika jimbo hilo vinahitajika ili kutokomeza chuki na mgawanyiko. Ikiwa ujumbe wa chuki zitaendelea, mkoa huu hautapata amani kamwe, alisema hayo kwa kusisitiza Viviane Van de Per. Safari Alimasi, wakati wa ziara yake, Viviane Van de Per alikwenda katika maeneo ya Chabi, tarafani Irumu na Gina, tarafani Jogu, ambapo walikutana na wanachama wa asasi za kirahia, wanawake na mashirika ya vijana, wakati akizindua miradi kadhaa inayoungwa mkono na MONUSCO. Napa namnukuu Isaac, hakuna mtu anayeweza kumaliza shida huko Ituri pekee. Lazima tuchanganye juhudi. Hasa za kirahia zina jukumu kubwa la kuchukua katika mapambano dhidi ya chuki, alisema. Mwanadiplomasia huyo wa Umoja wa Mataifa alisifu ushirikiano kati ya MONUSCO na viongozi wa jeshi la Mali. Kulingana naye, umoja huu unabaki muhimu ili kuimarisha ujasiri wa jamii na kukuza kurudi kwa amani ya kudumu. Mwishowe alikumbusha kuwa miaka 30 ya vita nchini Kongo ni nyingi sana, akiita kila mtu, wanawake, vijana, viongozi wa jamii kuwajibika kikamilifu katika ujenzi wa amani. Dhamira ya MONUSCO huko Ituri inabaki kushiriki pamoja na
watendaji wa eneo hilo kukuza maridhiano, mazungumzo ya ndani na mshikamano wa kijamii. Isaac, wakati hayo ya kijiri, upande mwingine ni kwamba hivi sasa sare za kijeshi zitatengenezwa nchini DRC. Huduma ya kitaifa sasa itajihusisha na kutengeneza mavazi ya kijeshi na polisi. Hili likoje? Tangazo hilo Safari Alimasi lilitolewa Ijumaa hii Septemba 26, 2025 na Luteni Jemadari Jean-Pierre Kasongo Kabwika, kamanda wa huduma ya kitaifa, wakati wa ziara ya ukaguzi kwenye eneo la Nsele mashariki mwa Kinshasa, ambako kunajengwa vifaa vya kiwanda hicho cha sare za kijeshi. Vifaa vyote tayari viko hapa nchini. Kiwanda hicho kitazinduliwa ifikapo Desemba, alihakikisha. Kiwanda hichi kipya kinachosimamiwa na vijana ambao sasa wamejumuishwa tena katika kampuni hiyo, ambayo itazalisha hadi sare 2,000 kwa siku au karibu sare 700,000 kwa mwaka. Ndiyo Isaac, vazi zitakazotengenezwa ni pamoja na sare za kijeshi la taifa FARDC na sare za polisi wa kitaifa Kongo. Mpango huu unakusudia kuimarisha uhuru wa nchi katika utengenezaji wa vifaa kwa vikosi vyake vya usalama, kupunguza uagizaji na kuongeza nguvu ya wafanyakazi wa ndani kutoka kwa mpango wa usindikizaji wa huduma ya kitaifa. Na kwa kumalizia Safari Alimasi, ufunguzi wa kiwanda hichi unatarajiwa kuanza Desemba 2025. Itaendelea na hatua mpya kuelekea uhuru viwandani na ujumuishaji wa kijamii na kiuchumi wa vijana walio katika mazingira magumu nchini. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako alikuwa Omari Makelele Ozile, na kushukuru kwa kuweza kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru kiongozi mkuu wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ambaye ni MDM. Chao.